Tuna mipango ya ujenzi wa reli ya Dar es Salaam pale ndani, na tumeshafanya study zote, design zote tumeshamaliza. Tunafikiri mtandao takriban kama kilomita 160 ambao utazunguka, tutakuwa na reli kwa maana ndani ya Dar es Salaam tutaenda mpaka Bagala, tutaenda mpaka Kigamboni, tutaenda mpaka Kimara, kwa hiyo tutaenda mpaka Tegeta. Kwa hiyo inakuja, na naamini kwamba tutakapofikia sehemu ya kusaini consultants tutawaita waandishi wa habari, tutawaeleza. Lakini kitu ambacho tunaenda nacho haraka sana na umuhimu wa kuwa na reli ya Dar es Salaam. Na mtandao huu utakuwa na reli zinazopita juu kwa maana elevated track, kutakuwa na reli zinazopita chini ama reli zinazopita underground. Na lengo la usanifu kama ulivyosema, tuna changamoto ya ardhi kwenye majiji kama Dar es Salaam. Kwa hiyo kupata ardhi ya kuexpand network inakuwa ni ngumu, ukizingatia kwamba jiji la Dar es Salaam linakuwa lina uhitaji wa public transport. Sasa ukiangalia leo mpaka commuter BRT wametumia median lane ya barabara kwa ajili ya kuexpand na kuprovide network ya BRT. Lakini haya yote yanasababishwa na changamoto ya ufinyu wa ardhi na cost ya land acquisition. Kwa sasa tunafanyaje? Sisi tumekuja na solution hizo tatu, kwamba kuna solution kwenye limited space kama BBT Mohamed, na katikati ya jiji la Dar es Salaam tutakuwa na elevated commuter train, na kwenye maeneo yenye expansion kama kutoka Chamazi kuunganisha kwenda Mbezi tutakuwa underground. Haya yote ni kuangalia balance cost ya land acquisition pamoja na sehemu kwa kitu cha kwanza tuwashukuru sana waandishi wa habari kwa maana ya blogs na social media, lakini tuna wahariri nguli tunao hapo. Lengo la mkutano huu au mkutaniko huu ni kupeana taarifa na namna ya kuripoti hii mradi wetu kwa ujumla, reli yetu ya SGR. Kwa sababu unajua kuna reli, tuna language zetu, na kwa watu wengine unaweza kuwa unamsingizia mtu labda amemmislead kitu, lakini basically ni kwa sababu sisi hatujawapa information za kutosha. Kwa hiyo lengo ni kutoana kupeana habari, lakini vile na kuuliza maswali. Kwa sababu tuko wote hapa na social media zote almost ziko hapa, tunapeana habari mbalimbali, lakini maendeleo vile vile kama tufikia wapi. Kuna mambo ya ukarabati wa reli yetu ya zamani, tuzungumzie SGR, na hiyo linaendelea kwa sasa hivi. Tulishafanya kutoka Dar es Salaam mpaka Tabora, then kutoka Tabora Kigoma, Tabora Mwanza, lakini tunakaliua Mpanda ambao tunaendelea na ukarabati, lakini vile tutakuja kwa maana ya Ruvu mpaka all the way to Karogwe, Tanga, Arusha, Moshi Arusha. Hiyo reli ya zamani, lakini tuna jenzi ambazo zinaendelea sasa hivi kama nilivyotoa pale taarifa, na naamini mmechukua vizuri kwamba sasa hivi tuna jenzi zinaendelea katika vipande 8. Viwili vya mwanzo tumeshaanza operation na vingine 6 vinaendelea na ujenzi, na kingine ambao ni very recent au hivi karibuni cha kutoka Uvinza kwenda Msongati kwa maana ya kuunganisha na Burundi. Tuna mipango ya ujenzi wa reli ya Dar es Salaam pale ndani, na tumeshafanya study zote, design zote tumeshamaliza. Tunafikiri mtandao takriban kama kilomita 160 ambao utazunguka, tutakuwa na reli kwa maana ndani ya Dar es Salaam tutaenda mpaka Bagala, tutaenda mpaka Kigamboni, tutaenda mpaka Kimara, kwa hiyo tutaenda mpaka Tegeta. Kwa hiyo inakuja, na naamini kwamba tutakapofikia sehemu ya kusaini consultants tutawaita waandishi wa habari, tutawaeleza. Lakini kitu ambacho tunaenda nacho haraka sana na umuhimu wa kuwa na reli ya Dar es Salaam. Nzuri sana, na kwa kweli tumepata maelezo mazuri sana kutoka kwa mkurugenzi wa TRC mhandisi Masanja Kadogosa. Imetupanua uelewa wa namna ya kuandika habari za TRC, na ameeleza mambo mengi ikiwemo miradi ambayo inaendelea, ambalo nilikuwa sijui na lilikuwa linanipa kidogo tashwishwi. Ilikuwa ni swala la wahujumu miundombinu, lakini nashukuru kwamba mkurugenzi ameeleza kwa kina na kwa uchungu kabisa na kwa uzalendo kwamba hawa watu ni wabaya na wanafanya kitu kibaya kuhujumu miundombinu, kwa sababu kitu wanachokifanya kinaweza kuleta madhara makubwa sana kwenye nchi, kama kwa mfano itatokea mambo ya ajali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimefurahi kwa maelezo yake,
na inaonyesha umakini ambao wameuweka kwenye swala hili pamoja na serikali kwa ujumla.